الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه التوبة. Darsa nambari 37, 38 na 39 zote zipo katika ukurasa huu. قال المؤلف رحمه الله، ومسيما الإمام أبو محمد البربهاري رحمة الله عليه: واعلم، نتنبوا، أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. حقيقة hakuna taa kwa kiumbe katika kumwasi Allah azza wa jalla. ومن كان من أهل الإسلام، yule ambaye atakuwa ni katika watu wa Uislamu, wala yushhadu ala ahadin, na wala shuhudiwi juu yoyote, wala yushhadu lahu bi'amalin khairin wala sharri, wala shuhudiwi yeye kwa matendo ya khairi wala ya shari, fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'inda al-mauti, kwani hakika wewe hujui kwa kila atakachohitimishiwa kwake wakati wa kufa. Tarju lahu rahmatallah wa takhafu alayhi, tatarajia kwake yeye rehema za Allah na utamuogopea yeye. Wala tadri ma yasbiqu lahu 'inda al-mauti ila Allah min an-nadam, na wala hujui kitakachotangulia kwake yeye wakati wa kufa kwa Allah katika majuto. Wama ahdatha Allahu fi dhalika alwaqti, na yale ambayo Allah atayaleta katika wakati huo, idha mata ala alislami, ikiwa mtu huyu atakufa katika Uislamu. Tarju lahu arrahma, tatarajia kwake yeye rehma za Allah tabaraka wa taala, wa takhafu alayhi dhunuba, na utamuogopea juu yake madhambi. Wama min dhanbin illa walil'abdi minhu tauba, na wala hakuna katika dhambi isipokuwa kwa mja kutoka kwake kuna tauba, ikiwa ataomba toba kwa Allah jalla jalaluhu. الشرح. anasema Sheikh Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه: قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. tambua hakika hakuna taa kwa kiumbe katika kumwasi Allah azza wa jalla. hadha istithna'un lima sabaq, haya ni kwa yale aliyoyatoa kwa darasa iliyotangulia. Katika kumtii kiongozi utamtii katika maarufu, katika wema, ama katika maasi fala.
huwezi kumtii kwa hali yoyote. La ta'ata li basharin fi ma'siyati Allahi azza wa jal, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi Allah azza wa jal. Hadha huwa alislam, huu ndio uislamu. Sheikh anasema hadha istithna'un lima sabaq, maelezo haya ni kutoa katika ile taa ambayo sisi tumehimizwa na tumeamrishwa kwa viongozi katika darasa iliyopita. Lamma dhakara annahu tajibu ta'atun wulati al-umur, aliposema kwamba hakika inawajibu kumtii kiongozi au kuwatii viongozi, bayana, akabainisha annaha la tajibu fi kulli shay, kwamba hakika wajibu huo kumtii kiongozi si katika kila kitu. Sio kila jambo akikwambia unafanya. Kalete pombe unakwenda, nenda kafanye kile unakwenda. La, katika maasiya la ta'ata lahu. Hata kama itakuwa kazi ndio imeishia hapo na ishe tu, lakini wewe ni Abdullah na wewe ni makhluqun lillah, wewe ni mtumwa wa Allah na ni kiumbe wake. Usipomtii Allah jalla jalalu ukamtii kiongozi katika maasiya, bila shaka utachukuliwa kwamba wewe ndio umefanya maasiya yale, na wala usiseme kwamba mzigo huu atauchukua kiongozi. La, shaambiwa la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah tabaraka wa ta'ala, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Tena amesema wazi Mtume alayhi salatu wassalam, ta'atun lima'rufin, ta'a katika wema, inma ta'atun fi ma'rufin, ta'a katika wema na sio katika uovu. Ama katika maasi fala. Wa inma yuta'una fima laysa bima'siyah, na hakika si vinginevyo watatiiwa viongozi katika yale ambayo si maasiya. Amma idha amaru bima'siyah fala yuta'una fi ma'siyah, ama wakiamrisha katika maasiya hawatiiwi katika maasiya. Waqad jaa fi alhadith, hakika imekuja katika hadithi, anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume za sallam, amara ala sariyatin min as-sahabati amiran, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka kiongozi katika jeshi au katika kikosi cha askari miongoni mwa masahaba, akamfanya kuwa ni amir. Amara ay ja'ala amiran au wakhtara amiran, yani kamchagua kiongozi katika kikosi cha jeshi. Falamma saru fi at-tariqi qala lahum, walipokuwa wanakwenda katika njia, yule kiongozi akawaambia, ijma'u hataban, kusanyeni kuni. Falamma jama'uhu, walipokusanya, qal awqiduhu, washeni moto, hizo kuni ziwasheni moto. Falamma awqaduhu qal, walipowasha moto zile kuni, akasema yule kiongozi amir, udkhulu fi an-nar, ingieni motoni. Alaysa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hivi hakuwa Mtume sallam yaqul isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii. Haya maneno Mtume anawaambia Waislamu, isma'u wa ati'u, ikiwa kuna kiongozi anayekutawalieni mambo yenu. Akawachapa na dalili. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran min an-nar, sisi hatukumtii Mtume isipokuwa kukimbia moto. Fakaifa nadkhulu fiha, vipi tuingie katika moto huu? Famtana'u min ad-dukhuli fiha, wakajizuia katika kuingia motoni.
فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yalipofika maneno haya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha. Allahu akbar. Ama lau wangeliingia hao watu wasingelitoka katika moto huu. Innama ta'atun fil ma'rufi, hakika si vinginevyo taa katika wema. Tunakwambia ingia kwenye moto, unaingia kama wale watu wa Kenya waliambiwa kaeni na njaa msituni mwende mbinguni, wakakaa na njaa mpaka wakafa wengine. Allahu akbar. Islam ni neema adhima, yani Uislamu ni neema adhima. Usipojua dini hii ndio utaona kama vile imekuwekea tabu hivi. Makoko watu mpaka wanasema Uislamu ni mgumu. Hapana, itakuwa mgumu wewe na shetani, lakini Uislamu ni yusur kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Uislamu ni wepesi. Tena alislamu huwa dinu fitra, Uislamu ni dini ya maumbile. Ilipokuwa Allah tabaraka wa taala ameamrisha hijabu kwa wanawake, aliwathamini sana, kwamba wanawake aliwathamini mno, na kwa thamani yao akataka kuwafunika wasiwe ni watu wenye kuonekana miili yao. Wanawake wakaamua kujifunua wenyewe, wakavaa nguo zinazoonyesha maumbile yao, ikapotea thamani yao. Allah jalla wa ala amewathamini wao, wakajiondoa katika ile thamani kwa kumtii shetani. Na hivi ndivyo ilivyo, kwamba kila amri ya Allah jalla wa ala ina maslaha na ina faida na ina fadhila ndani yake, na kila makatazo ya Allah yana hasara na yana maangamizi na tabu ndani yake. Fa inna Allah jalla wa ala la ya'muru shay'an illa yuhibbuhu. Allah amrishi kitu isipokuwa anakipenda, na hakatazi kitu isipokuwa anakichukia. Muislamu anatakiwa kujua hili. Hata kama kwenye macho yako ya kawaida kibinadamu shetani kakupambia kwamba hapo bwana utapiga, utapata maslahi, utafanikiwa, huwezi kufanikiwa. Mafanikio ni kwa fadhila na baraka za Allah jalla jalaluhu, kama alivyosema Umar radiyallahu anhu, la yahmilannakum isti'jalu rizqin ala an tatlubuhu bi sakhati Allah fa innama 'inda Allah la yunalu bi sakhatihi. Sikuchukueni pupa kutafuta riziki katika ghadhabu za Allah, kwani alionayo Allah hayapatikani kwa ghadhabu zake. Huwa Umar amirul mu'minin alipoambiwa siku moja na mmoja katika masahaba, ittaqillah ya Umar, muogope Allah ya Umar. Faqala lahu la khayra fikum idha ma qultumuhu. La khayra fikum idha ma qultumuha, hakuna khairi kwenu msipolisema neno hili. Wala khaira fina idha ma qabalnahu, na wala hamna khairi kwetu sisi ikiwa hatukulikubali neno hili. Lakini leo Muislamu akimba ittaqillaha anachukulia kama kadharauliwa hivi, na hasa kama ni shekhe au mtu maarufu, ni mtu akiambiwa bwana muogope Allah jalla wa ala, anaona kama vile kadharauliwa na kadha. Lakini mtume wa Allah anaambiwa na Allah, ya ayuha nabii ittaqillah. Na mtu akikwambia ittaqillah amekwambia jambo la maana sana kuliko lolote. Furahia jambo hili, amekukumbusha mafanikio na kheri na baraka katika maisha yako. Mafanikio na kheri na baraka yapo katika takwa Allah jalla wa ala. Nje ya takwa Allah hakuna chochote, ni mauzauza tu. Hata kama mwenyewe unaona umefanikiwa, hujafanikiwa, bali umeingia katika matatizo makubwa, kama si sasa baadaye kidogo. وقال صلى الله عليه وسلم
na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa kwa kiumbe katika kumuasi muumba. Waqala ta'ala, amesema Allah ta'ala, fil walidain, kwa wazazi wawili, pamoja na kuwahimiza watu wafanye birri kwa wazazi, na wakajalia ahlul ilmi kuelezea haki ya wazazi wawili. Allah jalla wa ala ameiweka baada ya haki yake ya ibada, wakasema birrul walidaini haqqun ba'da haqqi Allah, wafanya wema wazazi wawili ni haki baada ya haki ya Allah tabaraka wa taala ya kuabudiwa, kama alivyosema katika ayat, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana anishkur li wa liwalidayk وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أهل العلم وقسيما هين حقي يبر الوالدين بعد حقي الله جل جلاله يكوابدوا. لكن هذا الله نسيما أنشكر لي ولوالديك ilayya al-masir, nishukuru mimi na wazazi wako wawili, kwangu mimi ndio marejeo. Wa in jahadaka, yani walidain, ikiwa watakuongoza wazazi wawili, ala an tushrika bi, juu ya kwamba unishirikishe mimi, ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo huna ilmu nalo, fala tuti'uhuma, usiwatii wazazi wawili. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ambatana nao katika dunia kwa wema. Wattabi'i sabila man anaba ilay, nafuata njia kwa yule mwenye kurejea kwangu. Hakuna taa hata kwa wazazi ikiwa ni shirki au maasiya au kufur. Hakuna taa kwa Muislam kumtii mzazi ikiwa mzazi anataka mambo ya maasiya, anataka ngoma, anataka disco, anataka taarabu, anataka matambiko, anataka chochote katika mambo maovu. Hapa hatotiiwa na kuambiwa maneno mazuri na kunasihiwa kwa lugha nzuri, kwa sababu ni mzazi. Hatotukanwa na kujibiwa kwa dharau na kejeli, la, hao ni wazazi. Lakini ataambiwa kwa lugha ya chini, akinasihiwa na kukumbushwa kwamba haya ni katika mambo ya hatari. Mola wako aliyekuumba mama yangu au baba yangu ameharamisha mambo haya, na wewe ni Muislamu, muogope Allah jalla wa ala, mama yangu, kwa sababu tunaishi muda mfupi kisha tutakutana naye Mola wetu. Vipi tutamuasi? Vipi tutaharibu? Vipi tutakwenda kinyume na amri zake? Tutamkumbusha mpaka mama atakinaika. Asipokinai, una namna ya kufanya, utaendelea kujizuia kutekeleza amri yake hiyo ya maasiya au shirki au kufur. Baba kutuma kaniletee pombe, bia au nini, hakuna kumtii katika hili. Hakuna taa. Hakuna taa. Hakutuma sigara au tumbaku au bangi, hakuna taa. Nenda kaniletee sigara dukani, amba la ta'ata al-makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, sababu kuvuta sigara haram, kuvuta tumbaku haram, kuvuta bangi haram, maadam vina madhara ni haram. La darara wala dirar, hakuna madhara wala kudhuru, hakuna, ni haram. Wala talqu biaidikum ila tahluka, sijiingize kwa mikono yenu katika kujiangamiza. Kwa hivyo utamjibu mzazi kwa lugha ya staha, ya heshima, huku kimnasihi kwamba jambo hili ameliharamisha Allah tabaraka wa taala. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر، lakini hii sio maana yake kwamba utakuwa umejivua katika taa ya kiongozi. La, idha amara bima'siya, ikiwa ameamrisha maasiya, hapana. Lakin yuta'u fi hadhihi lakin la yuta'u fi hadhihi al-ma'siyah, lakini hatotiiwa katika maasiya haya. Watabqa ta'atuhu fima laysa bima'siyah,
na taa yake itabakia katika yale ambayo hakuna maasi ndani yake. Hadha maana annahu la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hii ndio maana ya hakuna taa kwa kiumbe katika kumuasi muumba. Fala yuqal inna Allah amara bi ta'ati ulati al-umur, na wala haisemwi kwamba Allah ameamrisha kuwatii viongozi, wa amara bi birri al-walidain fi kulli shay, na ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili katika kila kitu. Naqulu na'am, tunasema ndio. Allahu amara bi ta'ati ulati al-umur bil ma'ruf, Allah ta'ala ameamrisha kuwatii viongozi katika wema. Wa amara bi birri al-walidain lakin bil ma'ruf, na ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili lakini katika wema, si katika maasi, si katika maovu. Qawluhu wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi'amali khairin wala sharri. Nafikiri tuishie hapa, tuanze tena kipengele tukisome ikija. Tutachukua sehemu kubwa sana alafu tutakuwa tabu. Naanza tena hii darasa, narudia tena. Qala al-muallif rahimahullah wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla. Natambua hakika hakuna taa kwa kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Na haya atayajua mwanadamu mara roho yake itakapotoka, kwamba alikuwa na wajibu wa yeye kumtii kiongozi au kumtii baba na mama yake katika maasi au la. Takuja kuona kwamba amekosea sana pale ambapo amemtii baba na mama au amemtii boss katika maasi, kwa sababu roho kishatoka hautakuwa naye yoyote isipokuwa Allah jalla jalaluhu, na hapo itakuwa ni nguo pata shika, itakuwa ndio suko mkubwa zaidi, kwa sababu sisi tunarejea kwa Allah jalla jalaluhu na hatuna pa kukimbilia. Afya yako, uzima wako na uhai wako na kila kitu chako kimetoka kwa Allah na kinarejea kwake. Ikiwa utamuasi Allah jalla jalaluhu kwa kumtii kiumbe, bila shaka umekosea sana na umeharibu sana na umejifedhehesha sana, kwa sababu wewe ni Abdullah, wewe sio Abdul Bashar, sio mtumwa wa binadamu, wewe ni mtumwa wa Allah jalla jalaluhu. Amekuumba mwenyewe kwa makusudio yake, na anakuruzuku na kukupa afya na nguvu na kukuacha uendelee kupumua kwa mipango yake. Na wewe mara anakuona unamnyenyekea kiumbe katika maasi, huku ni kujifedhehesha kwa hali ya juu kabisa, kujiondoa kwenye thamani, kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, farru min ar-riqi alladhi khuliqu lahu wa balau ila ar-riqi an-nafsi wash-shaytani. Wamekimbia katika utumwa ambao ndio wameumbiwa na Allah jalla jalaluhu, utumwa wenye hadhi na heshima kubwa, utumwa wenye utukufu na hadhi isiyokuwa na kifani. Wakaingia katika utumwa wa nafsi zao na shetani. Tangu lini mtu akawa mtumwa wa kiumbe mwenzie akafanikiwa katika maisha? Utakuja kujua kumtii kiumbe hakuna faida yoyote pale ambapo pumzi yako ya mwisho inatoka, na kwamba unajaribu kunyanyua kichwa kutafuta pumzi nyingine haipatikani.
ndio hapo utajua kwamba mfalme wa kweli, mmiliki wa kweli, mwenye nguvu zisizokuwa na mfano na uwezo usiokuwa na mipaka ni nani? Ni kiumbe wa kawaida alikuwa anakutisha kwa maneno na vijiadhabu vidogo vidogo, au ni Allah jalla jalalu wa huwa jabbaru samawati wal ardh, mwenye nguvu za kweli? Kwa Muislamu lazima ujue hivi na lazima uliweke katika itikadi yako. Maadamu ni maasiya, hakuna kutii kwa hali yoyote. Uambii ufanye kibar, lakini mfahamisha naye kuamrisha, hata kama ni bosi, hata kama ni kiongozi, tamwambia lakini hii ni maasiya kwangu mimi. Mwanamke ameambiwa avae hijab, bosi akaambia hatutaki, zingua, vaa skirt, mini skirt au suruali na kijishati cha kubana. Huyu mwanamke akitii, amemtii kiumbe na kamuasi Allah jalla jalalu. Kwa hivyo hii ni fedheha kubwa. Aliyemuumba mwanamke yule anamuona amevua nguo ambazo Allah amemwamrisha kuzivaa. Allah ambaye ndiye aliyemwamrisha kusali, kufunga, kufanya haji, kwamba ndio huyo aliyemuumba na kumfanya awe mwanamke, akamjalia aliyomjalia, anamuona moja kwa moja anatekeleza amri ya kiumbe wake mwingine, anaondoa hijab ash-shar'i kwa sababu labda ya tafanya nini, nimeamrishwa tafanya nini. Utajua cha kufanya pale ambapo pumzi ya mwisho itatoka, utajua, tafahamu. Islam lazima umtii Allah jalla jalalu, na daiman ikiwa wewe unamtii Allah azza wa jalla, atakufanyia wepesi katika maisha yako yote. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na mwenye kumcha Allah atamjalia ufunguzi uliokuwa bora, na atamjalia, atamruzuku katika namna hakuitegemea. Waman kana min ahli alislami, na yule ambaye atakuwa katika watu wa Uislamu, wala yushhadu ala ahadin, na wala hashuhudiwi yoyote kwamba huyu ni mtu wa peponi au mtu wa motoni, wala yushhadu lahu bi'amalin khairin wala sharri, na wala hashuhudiwi yoyote kwa matendo kwamba kutokana na matendo yake amekuwa ni mtu wa kheri au shari. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu inda al-maut, kwa sababu wewe hujui kitakachohitimishwa kwake yeye wakati wa kufa. Unaweza ukamweka mtu katika watu waovu, kumbe karibu na kufa ikawa amehitimisha katika kheri na baraka, akamtii Allah jalla jalalu, akaleta toba, na kwa hivyo akafanikiwa kuingia katika radhi za Allah tabaraka wa taala. Aqida ahli sunna haikati kauli kuhusu nani yuko wapi, nani ni mwema sana, nani amefanikiwa katika maisha ya akhira. La, hapana. Tabakia wewe katika kutaraji na kuogopea. Tumuogopea muovu kwamba ikiwa atakufa katika hali ile, naogopea kwake adhabu na ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Tamtarajia mwema katika wema, ikiwa yule mtu atahitimisha maisha yake katika ule wema, wataraji kwa Allah atamrehemu na kumsamehe na kumtia katika radhi zake. Anasema tarju lahu rahmatallahi wa takhafu alayhi, tataraji kwa huyu mtu rehema za Allah na utamuogopea dhidi yake, kwamba ikiwa atafanya makosa huenda akahitimisha maisha yake katika hali ile, asitamuogopea yeye kuondoka vibaya katika ulimwengu. Wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah min an-nadam, na wala hujui kitakachotangulia kwake yeye wakati wa kufa kwa Allah kutokana na majuto. Kama hadithi iliyokuja, wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. na mtu anafanya matendo ya watu wa motoni mpaka inabakia baina yake yeye na baina ya nini? Al-ajal, baina ya kufa, illa dhiraa, muda mchache, nusu saa kabla. Fataba ila Allahi taubatan nasuha faamila amalan saliha, akatubia kwa Allah toba ya kweli, toba iliyotimiza masharti yake, na akafanya matendo mema. Hii toba yenyewe peke yake ni amalu salih. Akafa, sema hatta bainahu wa bainaha illa dhiraa, ay hatta bainahu wa baina al-ajal, ay baina waqti wafatihi au baina waqti mautihi, baina ya wakati wa kufa kwake dhiraa moja tu. Kinatangulia kile kilichoandikwa fayamalu amalan bi ahli aljanna, anafanya matendo ya peponi, wa huwa tauba wal istighfar wal inabatu ila Allah jalla wa ala, fayadkhuluha ay fayadkhulu aljanna. wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli aljanna, na hakika ya watu na mtu anafanya matendo ya watu wa peponi, hatta bainahu wa bainaha illa dhiraa, paka baina yake yeye na baina ya ajal isipokuwa dhiraa moja. Fayasbiqu ilayhi alkitab, tutangulia kwake yeye kilichoandikwa fayamalu amalan bi ahli an-nar wal iyadhu billah, atafanya matendo ya watu wa motoni. Fayadkhuluha, ataingia katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Qala ahlul ilm hadha hadithun mukhif, hadithi hii inatisha. Hadithi hii inaondoa amani ya mtu katika moyo wake kwamba mimi sina wasiwasi madamu natekeleza Uislamu. La, muumini wa kweli ni yule ambaye hana amani kuhusu Allah jalla jalalu, anakuwa khaifun haribun khashi'un lillah, kwa sababu hajui atahitimisha vipi maisha yake. Atahitimisha hali ya kuwa Allah azza wa jalla amemridhia, au atahitimisha hali ya kuwa Allah amemghadhibikia. Lakini fanya jitihada ndio inayotakikana. wama ahdatha Allah fi dhalika alwaqti, na yale atakayoyaleta Allah katika wakati ule, idha mata ala alislami, ikiwa atakufa katika Uislamu. tarju lahu arrahma wa takhafu alayhi dhunuba, tamtarajia kwake yeye rehema za Allah na utamuogopea adhabu madhambi. wama min dhanbin illa walil'abdi minhu tauba, na wala hakuna katika dhambi isipokuwa kwa mja dhambi hiyo ina toba. Watu watubie kwa Allah jalla jalalu. Faqassama Allahu tabaraka wa taala ibada, Allah akawagawanya waja wake katika makundi mawili, akawahimiza kutubia kwa sharti kwamba wao ndio watakuwa waumini. Fatubu ila Allahi jami'an watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minin, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini. Katika nyingine Allah tabaraka wa taala anasema fatubu ila Allahi in kuntum mu'minin, tubieni kwa Allah mkiwa nyinyi ni waumini. Akawasema wengine fa in lam yatub fa ulaika humudh dhalimun, ikiwa mtu hakutubia basi huyo ni katika madhalim. Akawaita wale wenye kutubia ni waumini, na wale ambao hawatubii akawaita madhalim. Hivyo ni jambo la mtu kuchukua na kulitilia maanani katika maisha yake kuleta toba.
الشرح قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قولياك إمام رحمه الله kwamba hakika hakuna taa kwa kiumbe katika kumwasi Allah. Hadha istithna'u lima sabaq, haya ni yale yaliyotolewa kwa kile kilichotangulia. Lamma dhakara annahu tajibu ta'atun ulati al-umur, aliposema kwamba hakika ni wajibu kumtii kuwatii viongozi. Bayana annaha la tajibu fi kulli shay, akabainisha kwamba hiyo taa si wajibu kwa kila kitu. Wa innama yuta'una fima laysa bima'siyah, na hakika si vinginevyo watatiiwa katika yale ambayo hakuna maasiya. Amma idha amaru bima'siyatin fala yuta'una fil ma'siyah, ama wakiamrishwa katika maasiya hawatiiwi katika maasiya. Waqad jaa fil hadith, hakika imekuja katika hadithi, anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam amara ala sariyatin min al-sahabati amiran, amemweka katika kikosi cha jeshi miongoni mwa masahaba amiri, amemteua amir jeshi katika kikosi. Falamma saru fi at-tariqi qala lahum, walipokuwa wanakwenda katika njia akawaambia, ijma'u hataba, kusanyeni kuni. Falamma jama'uhu qala awqiduhu, walipozikusanya kuni akawaambia washeni moto. Falamma awqaduhu qala udkhulu fi an-nar, walipowasha zile kuni moto akawaambia ingieni katika moto. Alaysa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakuwa mtume sallam anasema isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii viongozi. Qala ba'dhum, baadhi yao wakasema, nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran min an-nari fakayfa nadkhulu fiha, sisi hatukumtii mtume sallallahu alaihi wasallam illa kukimbia moto, vipi tuingie katika huo moto? Famtana'u min ad-dukhuli fiha, wakajizuia katika kuingia kwenye huo moto. Falamma balagha dhalika rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ilipofika habari hizi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amma innahum law dakhaluha, ama hakika wao wangeliingia katika ule moto, lam yakhruju minha, wasingelitoka katika moto ule. Manake wangeingia katika moto ule mpaka jahannam kiyama, pia wangekuwa katika moto vile vile, singelitoka. Innama ta'atu fil ma'rufi, hakika si vinginevyo taa katika wema. Waqala sallallahu alayhi wasallam, sema mtume sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa kwa kiumbe katika kumwasi muumba. Waqala ta'ala fil walidain, amesema Allah ta'ala kwa wazazi wawili, anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, nishkuru mimi na wazazi wako wawili na kwangu mimi ndiyo marejeo. Wa in jahadak, yani alwalidain, ikiwa watakuongoza kukutaka kukuamrisha, yani wazazi wawili, ala an tushrika bi, juu ya kwamba kunishirikisha mimi, ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo huna ilmu nalo, fala tuti'huma, usiwatii. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, kwa kuwa ni baba na mama basi ambatana nao katika dunia kwa wema, endelea kuwapa mkate, endelea kuwapa chakula, mavazi, sehemu za kulala, wakiumwa uguze, hata kama ni washirikina. Lakini la ta'ata fi shirki wa fil ma'siyah, hakuna kuatii katika shirki na maasiya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, nafuata njia kwa yule mwenye kurejea kwangu. Walakin laysa ma'na dhalik annaha tankhali'u ta'atu wali al-amr, lakini Sheikh anasema, lakin sio maana yake
kwamba utaondoka, yani itaondoka taa kwa wali al-amr, kwa kiongozi, idha amara bima'siya, atakapoamrisha maasiya. Lakin la yuta'u fi hadhihi al-ma'siya, lakini hatii katika haya maasiya. Watabqa ta'atuhu fima laysa bima'siya, itabakia taa yake katika yale ambayo si maasiya. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. hii ndio maana yake, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi Muumba. fala yuqal inna Allah amara bi ta'ati ulati al-umur, wala isemu kwamba hakika ya Allah ameamrisha kuwatii viongozi, wa amara bi birri alwalidain fi kulli shay, na ameamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili katika kila kitu. نقول نعم، tunasema ndio. Allahu amara bi ta'ati ulati al-umur bil ma'ruf, ndio Allah ameamrisha kuwatii viongozi katika wema, si katika maasiya. Wa amara bi birri alwalidain lakin bil ma'ruf, lakini akaamrisha kuwatii wazazi wawili lakini katika wema, la fi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،